ambapo tishio la ugonjwa wa Ebola linaendelea kuzua wasiwasi katika eneo la Afrika Mashariki, huku Umoja wa Mataifa ukiongeza juhudi za kuimarisha utayari na mikakati ya kukabiliana na ugonjwa huo nchini Sudan Kusini. Mapema wiki hii, ujumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa Rishinan, kaimu naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ulizuru jimbo la Western Equatoria kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mamlaka. Hatua hiyo inajiri huku kukiwa na hofu kwamba mlipuko wa Ebola nchini Sudan Kusini unaweza kuwa tishio kwa afya ya umma katika eneo zima la Afrika Mashariki kutokana na harakati za kuvuka mipaka na uhusiano wa karibu kati ya jamii. Cynthia Hangwe kutoka Uganda na maelezo zaidi. Nchini Sudan Kusini, UNMISS mawili ya Sudan Kusini yaambia mji mkuu wa jimbo la Equatorial Magharibi na Nabia Pai, mji wa mpakani Demokrasia ya Kongo DRC. Tuanzie huko mpakani kujionea mikakati ya Sudan Kusini na wadau wake katika kujikinga na Ebola. Huyu ni Severio Peter, mhudumu wa afya aliye mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya Ebola katika mpaka wa Nabia Pai. Anasema, tunachunguza watu zaidi ya 800 hadi 1000 katika mji. Leo Ijumaa itakuwa siku yenye shughuli nyingi zaidi. Kuanzia alasiri hii hadi kesho, watu watakuwa wakija sokoni hadi Jumapili, ambazo ndizo siku zenye shughuli. Siku za kazi kuanzia Jumatatu kwa wastani watu 200 hadi 500. Na tishio tunalokabiliana nalo ni vituo vya kuingia nchini ambavyo havina udhibiti wa kutosha. Naama Bukulu kwa sababu tunakabiliwa na kuingilia nchini.